Kichwa cha somo letu kinasema kwamba msalaba na madhabahu, kama ambavyo tulioimba katika ule wimbo tulioanza nao, wimbo namba 45, tenzi za rohoni. Anasema kwamba mtazame huyo aliyeangikwa juu ili uweze kuishi, uweze kuwa na uzima. Kama Wakristo, imani yetu tuna msingi mkubwa katika kazi ya Yesu Kristo aliyoifanya pale msalabani. Na andiko ambalo nitaanza nalo ni andiko kutoka kitabu cha Waebrania sura ya 1. Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Biblia inasema, Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mstari wa 3: Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu juu. Bwana asifiwe. Tunasoma habari za jinsi Mungu anavyojifunua kwetu au alivyojifunua kwa wanadamu. Anaanza kama historia ya jinsi ambavyo Mungu anazungumza. Anasema Mungu ambaye mwanzo alizungumza na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi katika manabii, akizungumza habari ya jinsi Mungu alivyojifunua tangu mwanzo, jinsi alivyojifunua kwa Ibrahimu, alivyojifunua kwa Musa, alivyojifunua kwa manabii, kwa kina Yakobo. Anasema Mungu alizungumza nasi kwa namna nyingi na kwa njia nyingi katika manabii. Mwisho wa siku hizi amezungumza nasi katika mwana aliyemweka, aliye chapa ya nafsi yake. Bwana asifiwe. Ambaye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu. Akaendelea akasema kwamba ambaye ameviweka vitu vyote chini yake, akiisha kufanya upatanisho au utakaso, akaketi katika utukufu juu mbinguni. Waebrania hiyo sura ya 9 ule mstari wa 1, Biblia inasema, basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kudumu. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mliokuwamo, na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho, ndipo palipokuwa patakatifu. Na nyuma ya pazia ya ile hema itwayo patakatifu pa patakatifu. Bwana asifiwe. Katika hapa amezungumza habari za ibada ambazo zilifanyika huko nyuma. Ukisoma sura ya 9 na sura ya 10 ya Waebrania, anazungumza taratibu za ibada ambazo Mungu alizifunua
hapo nyuma katika manabii kwa namna nyingi na kwa njia nyingi. Ambao ule mstari wa kwanza unasema kwamba asema mwisho wa siku hizi amezungumza nasi katika Kristo. Tunatafakari juu ya vile ambavyo vilikuwa vikifanyika katika Agano la Kale, jinsi Mungu alivyojifungua hapo mwanzo kwa njia nyingi na kwa namna nyingi katika manabii, ambapo mwisho wa siku hizi amejifunua katika mwana, katika Yesu. Katika habari hii tunataka tuone kwamba kuna namna ambayo Mungu alihitaji tuanze kuona vitu katika namna ya mwilini, na sasa hivi amevitimiza katika namna ya rohoni. Biblia inasema katika kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 16 kwamba Torati na manabii vilikuwako mpaka Yohana Mbatizaji, na baada ya hapo habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa na kila mtu hujiingiza mwenyewe kwa nguvu. Katika Mathayo yeye anasema kwamba Torati na manabii vilikuwepo mpaka Yohana, na tangu wakati huu habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa na wenye nguvu huuteka. Bwana asifiwe. Hapa hii mistari miwili pamoja na huu mstari tuliosoma wa Waebrania unaonyesha mabadiliko ambayo yanatokea au yaliyotokea wakati Yesu alipokuja na kufa msalabani. Pale anasema kwamba hayo yote yaliyotangulia katika Agano la Kale yalikuwa yana lengo ya kutuleta kwa Kristo, ili jambo lenyewe hasa lililokusudiwa liweze kutokea. Katika Wagalatia anasema kwamba hii Torati imekuwa kama kiranja, kama kiongozi ambaye ametuongoza mpaka kutufikisha pale kwa Kristo. Sasa tunataka tuione zile taratibu ambazo zilikuwako wakati huo, ambayo Mungu alifunua kwa namna nyingi na kwa njia nyingi katika manabii. Sasa hivi zimetimilika vipi katika Kristo? Nasema kwamba kichwa cha somo letu kinasema kwamba msalaba na madhabahu. Kati ya vitu ambavyo Mungu alielekeza vya kuwasaidia wanadamu kuwa na mahusiano na Mungu ni taratibu za ibada na taratibu za kumtolea Mungu sadaka, dhabihu na matoleo. Katika Agano la Kale wana wa Israeli walipewa hizo taratibu katika Torati. Lakini kabla ya Torati kuwako pia zilikuwapo taratibu za namna ya kuhusiana na Mungu, namna ya kumwabudu Mungu na namna ya kuweza kupata msamaha wa dhambi. Shida kubwa kati ya uhusiano wa Mungu na wanadamu ni dhambi. Ni jinsi gani tutaondokana na adhabu ya dhambi ambayo inamtenga mwanadamu na uso wa Mungu. Na katika Agano la Kale walielekezwa namna ya kutoa sadaka na matoleo mbalimbali, ambayo hayo yaliweza kufunika dhambi ya wale ambao wanaomtolea Mungu zile sadaka. Na kuna sadaka aina mbalimbali, lakini ziko sadaka 3 ambazo ningependa kuzizungumzia na kuanza kuangalia jinsi zilivyotolewa. Palikuwa na sadaka moja ambayo ilikuwa inaitwa sadaka ya dhambi. Ni sadaka ambayo mtu aliweza kumtoa mnyama akampeleka katika madhabahu, na yule mnyama akachinjwa, na damu yake ilipomwagika ikamwagwa kwenye ile madhabahu, na hiyo sadaka ikafunika dhambi ya yule mtu
kwa damu ya yule mnyama. Kulikuwa na sadaka nyingine ilikuwa ikiitwa sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya kuteketezwa ambapo mtu alipoenda kutoa ile sadaka ilikuwa ni tendo la ibada. Ni sadaka ilitolewa katika madhabahu na baadaye mwili wa yule mnyama aliyechinjwa ulichomwa ukateketezwa katika moto kabisa. Na kuna taratibu ya namna ya kufanya na yale majivu, ile viungo vya ndani na kadhalika. Ile ilionyesha kwamba yule mtu kama aliwakilishwa na yule mnyama, kwamba anajitoa kwa ujumla kwa Mungu, kwamba atamwabudu na kumtumikia Mungu na kumpenda Mungu na kumtambua kwamba huyo ndio Mungu wake. Alafu kulikuwa na sadaka nyingine ilikuwa inaitwa sadaka ya amani. Sadaka ya amani ni sadaka ambayo mtu alikwenda mbele za Mungu akaweza kufurahia ushirika wake alionao na Mungu. Alitoa sadaka ya mnyama. Yule mnyama alichinjwa na yule mtu walishiriki pamoja na Mungu katika chakula cha amani. Sehemu ya yule mnyama alikula Mungu, kwa sababu wale makuhani ambao walikuwa wanatumika ndio walikula ile nyama kwa niaba ya Mungu. Na hawa waliokuja nao walikula wakashiriki katika kile chakula, kuonyesha kwamba wako na amani na mahusiano mazuri na Mungu wao. Hizi sadaka zote ambazo nimesema zilitolewa mahali ambapo panaitwa madhabahu. Madhabahu ni nini? Ukiangalia katika tafsiri iliyoko katika Biblia, madhabahu ni mahali pa kutolea dhabihu, mahali pa kuchinjia kwa ajili ya ibada. Popote ambapo neno madhabahu linatajwa, lazima kuna dhana ya sadaka au dhabihu. Kiswahili kimebeba neno la msingi hilo hilo, dhabihu, madhabahu. Kwamba inapotajwa madhabahu inazungumzia habari ya kutoa sadaka kwa kuchinja mnyama anayemwaga damu katika ile madhabahu. Bwana asifiwe. Na kwa taratibu zote hizo waliendelea kufanya namna ya kuhusiana na Mungu siku kwa siku. Lakini ukisoma katika sura hii ya 10 ya kitabu cha Waebrania, Biblia inasema kwamba damu ya mbuzi na mafahali haikutosha kufuta dhambi za wale ambao walikuwa wanaenda, bali ile ilifunika zile dhambi. Ina maana ilimfanya Mungu asione zile dhambi kwa muda. Ilifunika dhambi, na ndiyo maana palikuwa na haja na hitaji kwamba iendelee kutolewa mara kwa mara. Lakini baada ya hapo, Biblia inasema katika hicho kitabu cha Waebrania, tutaenda vizuri kesho, anasema kwamba Yesu alikuja akajitoa mwenyewe nafsi yake kuwa dhabihu mara moja tu. Mara moja tu kwa maana gani? Kwamba dhabihu yake imetosha, haina haja ya rudia. Ile mara moja tu iliweza ikafuta dhambi. Bwana asifiwe. Yule mnyama aliyetolewa, kama alikuwa ni ng'ombe, kama alikuwa ni kondoo, kama alikuwa labda ni mnyama mwingine,
alichinjwa katika madhabahu. Yesu alipokuja ili ajitoe mwenyewe kama sadaka, alichinjwa au aliwambwa, alisulubiwa, aliuawa katika msalaba. Madhabahu ya kwanza ilitoa matoleo na sadaka ambayo ilitosha kufunika dhambi. Hii madhabahu ambayo Yesu anajitoa yeye mwenyewe kama sadaka, inatoa sadaka au dhabihu ambayo inatosha milele. Anasema akajitoa mara moja tu. Bwana asifiwe. Tumesema pale mwanzoni kwamba Torati na manabii vilikuwako mpaka Yohana. Na baada ya hapo habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa. Na kila mtu hujiingiza mwenyewe kwa nguvu. Luka 16 ule mstari wa 16. Nini alichoanza kuhubiri Yohana Mbatizaji baada ya kumuona Kristo? Alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ndio tafakari yetu kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ni kauli ambayo inaonyesha mabadiliko makubwa. Kulikuwa na unabii unaozungumza habari ya kuja kwa Yohana, na kwamba atakuja mbele zake Bwana, atamtangulia Bwana na kumfanyia njia. Na baada ya Yohana kumtambulisha Yesu kwamba huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, baada ya pale ule umaarufu wa Yohana ukaanza kupungua. Na hata ilipofika wanafunzi wasema kwamba mbona yule uliokuwa umemtambulisha kwetu sasa hivi anaonekana kuwa maarufu kuliko wewe? Alisema kwamba imenipasa mimi nipungue, yeye apate kuongezeka. Na baada Yohana kukaa muda mrefu aliondoka kwa jinsi alivyoondoka, na Yesu akaanza huduma yake vile vile akisema kwamba tubuni mkapate kuiamini Injili, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na hiyo kazi Yesu aliyofanya haikuishia tu katika kuhubiri peke yake. Hakuishia katika kuishi maisha ya bila dhambi peke yake, bali iliishia katika msalaba. Kuitoa nafsi yake, kuimwaga damu yake kwa ajili ya kumnunulia Mungu watu na kuwafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 6 nafikiri, anasema kwamba yeye aliyetupenda na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu Baba ambaye ni baba yake. Kwa hiyo Yesu alionyesha, alijitoa mwenyewe kuwa dhabihu, kuwa sadaka katika msalaba. Bwana asifiwe. Pale katika Waebrania, na upigia tena mstari ile sura ya kwanza, anasema kwamba akiisha kufanya upatanisho. Huu upatanisho aliufanya kwa damu yake mwenyewe, akaketi mkono wa kuume wa utukufu juu mbinguni. Bwana asifiwe. Katika wa Filipi ile sura ya 2 anasema kwamba yeye ambaye hapo mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, aliacha ule utukufu wake kule kuwa Mungu, akatoa hali ya kuwa binadamu. Naye alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alijifunza kuwa mtii,
akanyenyekea hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Hapo ndipo Mungu alipomtukuza sana na kumpa jina lilipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mstari ule tuliosoma katika Waebrania, mstari huo tuliosoma katika Ufunuo wa Yohana, unaonyesha kwamba kuna jambo kubwa sana ambalo Yesu amelifanya katika kifo chake pale msalabani, na hata hali yake, hadhi yake au uzito wake kule mbinguni ambako alitoka ilikuwa ni tofauti kabla hajafa msalabani na baada ya kufa msalabani. Bwana asifiwe. Tumeimba pale mwanzoni kwamba mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Mwenye dhambi dhaifu mtazame tu, wala usipate tashwishwi. Tazama, tazama, tazama uishi msalabani, mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Bwana asifiwe.